ndugu mtazamaji wa kipindi cha Redeemers Hour kinacholetwa kwako na mchungaji Emmanuel Simiyu Mchuta, mchungaji kiongozi wa Redeemers Assembly Church Mission. Naamini ya kwamba kipindi hiki nakupata salama popote unaponitazama, hapo hospitalini, hapo nyumbani, au popote unaponitazama usiku wa leo. Nikusalimu ndugu mtazamaji katika jina lipitalo majina yote, jina Yesu Kristo. Naamini ya kwamba kipindi hiki nakupata salama. Nikukaribishe ndugu mtazamaji, hiki cha leo nitakuwa nikifundisha namna ya kuponyoka mtego wa madeni. Naamini usiku wa leo au muda huna unitazama, Mungu yuko tayari kuwatoa watu kwenye mitego ya madeni katika jina la Yesu. Niombe tunapokwenda moja kwa moja kwa neno la Bwana siku ya leo. Baba yetu wa mbinguni, nakushukuru kwa mambo makubwa ambayo unaendelea kuyatenda kupitia madhabahu haya ya Redeemers Hour. Asante kwa mtazamaji wangu ananitazama majira haya. Bwana Yesu, ulisema ulituma neno likawaponya na kuwatoa katika maangamizo yao. Baba, litume neno tena leo kuwatoa watu wako kwenye mitego ya madeni katika jina la Yesu. Kila minyororo iliyowakamata kwa madeni, kwa neno lako usiku wa leo Baba, ninatamka ya kwamba watu wako wanatoka katika jina la Yesu. Ninakushukuru kwa mambo makubwa ambayo nakwenda kuyatenda katika jina la Yesu. Amen. Na ndugu mtazamaji, nitaanza kwa kusoma Zaburi 124 mstari wa 6 hadi wa 8. Neno la Mungu linasema, na ahimidiwe Bwana asiyetutoa kuwa mawindo kwa meno yao. Mstari unaofuata anasema, nafsi yetu imeokoka kama ndege katika mtego wa mwindaji, mtego umevunjika nasi tumeokoka. Mstari unaofuata, msaada wetu katika Bwana, katika jina la Bwana aliyezifanya mbingu na nchi, jina lake litukuzwe. Nao ninazungumzia leo moja ya vita vikubwa katika maisha ya watu wengi. Moja ya mtego ambao shetani ameutumia kunasa nafsi ya watu wengi ni mtego wa madeni. Ninavyoongea kuna kilio cha watu wengi. Familia zinalia, mtu analia, mama analia, baba analia, watoto wanalia kwa sababu ya mtego wa madeni. Huo mtego unavunjwa leo na unaponyoka katika jina la Yesu Kristo. Na unisikilize mtu wa Mungu, sikiliza kwa makini. Muda wote mtu anapodaiwa anakuwa kama mawindo katika meno ya yule anayemdai. Kuna watu wanaamka asubuhi na mapema wanakawia kwenda kulala, kama vile Zaburi 127 mstari wa 2 unasema, wanaamka mapema, wanakawia kwenda kulala, wanakula chakula cha taabu, lakini baada ya mwezi kila walichotabikia wanakilipa. Unafanana kama mawindo katika meno ya yule aliyekunasa kwenye madeni. Ninakuombea leo katika jina la Yesu, kila nguvu iliyokukamata kwenye madeni na kukuaibisha, usiku wa leo unaponisikiliza, Bwana kuchomoe kwenye ule mtego katika jina la Yesu. Anasema, ahimidiwe Bwana asiyetutoa kuwa mawindo katika meno yao. Ninatamka leo unaponyoka katika huo mtego wa madeni katika jina la Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema katika Mithali 22 ule mstari wa 7, anasema, tajiri humtawala maskini, naye akopaye ni mtumwa wake amkopeshaye. Madeni yatakugeuza kuwa mtumwa katika maisha ya yule ambaye amekukopesha. Kuna watu leo hawaishi maisha yao kwa sababu ya madeni. Anasema, naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye. Kuna madeni ya kawaida ambayo watu wanaingia ndani, ama mtu anakopa ili kuinua kiwango cha biashara yake. Kuna wengine wanakopa ili wakaweze kukidhi mahitaji muhimu.
na ni madeni ambayo mtu analipa kwa starehe, hayana pressure. Lakini usiku wa leo ninazungumzia madeni ya kipepo. Kuna madeni ambayo mtu anaingia sio kwa kupenda kwake. Ni mchakato wa adui Shetani kuhakikisha kwamba maisha yako yanakuwa mawindo katika meno ya adui. Kuna watu wanalia, watu wanateswa, waliingia wakidhani ya kwamba ni madeni ya kawaida, kumbe Shetani ameingia, na leo hii maisha yao yanateswa kwa sababu ya madeni. Ninakuombea leo katika jina lipitalo majina yote, Bwana akuokoe na huo mtego wa madeni katika jina la Yesu. Ndio maana ninauita mtego wa madeni. Katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 4 ule mstari wa kwanza, Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa kwanza, maandiko yanasema kwa habari ya huyu mama aliyemwendea huyu mtu wa Mungu akiwa analia kwa sababu ya mtego huu wa madeni. Anasema, basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake wa manabii alimlilia Elisha akisema, mtumishi wako mume wangu alikufa, naye unajua ya kwamba mtumishi wako alikuwa mcha Bwana. Analiyemwia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Yaani kwa sababu ya deni la baba, watoto wanachukuliwa mateka, watoto wamewindwa, wanachukuliwa. Huyu mama anabaki bila mtoto kwa sababu ya madeni. Kuna watu usiku wa leo, vitu mlivyokuwa navyo leo adui amevichukua kwa sababu ya madeni. Ninakuombea katika jina la Yesu, unaponisikiliza, acha neno hili unalolisikia likafuate mahali ambapo vitu vyako vilichukuliwa vikarejeshwe upya katika jina la Yesu. Ninavyoongea sasa hivi kuna watu wana maumivu, wana uchungu kwa sababu ya mtego huu wa madeni. Ninakuombea usiku wa leo unaponisikiliza, acha hili neno la Bwana lisilo na mipaka likufikie leo na likurejeshe katika hali yako ya mwanzo katika jina la Yesu. Madeni yamesababisha mambo mengi katika maisha ya watu. Madeni yamesababisha ndoa za watu kuvunjika. Madeni yameleta hali ya wengi kukataliwa. Ulikuwa na kibali na leo hauna kibali. Wakati ulikuwa umefanikiwa, kila mtu alikuwa rafiki, lakini leo marafiki wamekuacha kwa sababu ya madeni. Kuna mtu ninapozungumza leo alikuwa juu sana katika maisha, lakini leo umeshuka chini sana kwa sababu mali zako zote zimechukuliwa na roho ya madeni. Kuna watu leo wanateswa na magonjwa, na haya magonjwa yanatokana na msongo wa mawazo yanayoletwa na madeni. Ninakuombea leo Mungu akusikie kilio chako leo, akutoe kwa neno hili katika jina la Yesu. Kuna watu leo wametangulia makaburini hata kabla muda wao hujafika kwa sababu ya mtego huu wa madeni. Juzi kuna ndugu aliweza kunipigia simu, analia, anataka kunywa sumu. Kama sio kipindi hiki kusikia neno la Mungu na likamtia moyo, adui akaharibu mpango wake, angekunywa sumu kwa sababu ya madeni. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo, kila uliyenaswa na mtego wa madeni, Bwana kufungue ninavyokuongelesha leo katika jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Maombi yangu siku leo ni kwamba huyu Mungu aliyenituma kwako akutoe katika mtego huu wa madeni. Zaburi 124 ule mstari wa 7, Biblia inatuambia hivi, nafsi yetu imeokoka kama ndege katika mtego wa mwindaji. Anasema mtego umevunjika nasi tumeokoka. Haijalishi huo mtego wa madeni una nguvu kiasi gani, lakini leo ni nguvu ambayo inaweza kuvunja huo mtego na ukaokoka. Mstari wa 8 unasema hivi, unasema msaada wetu katika jina la Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Habari njema ni kwamba kama alifanya mbingu na nchi, basi hayo madeni si kitu mbele yake yeye aliyezifanya mbingu na nchi katika jina la Yesu. Na unisikilize, msaada wa Bwana unaweza kutoa kwenye madeni yoyote ambayo shetani amekuingiza. Ndio maana yule mwanamke alijua ya kwamba huyu mtumishi wa Mungu atakuwa kiunganishi cha msaada wa Mungu katika maisha yake. Katika Wafalme wa Pili sura ya 4 tuliyoisoma,
mwendea mtumishi wa Mungu akimlilia, akijua kwamba huyu mtumishi wa Bwana atamuunganisha na msaada wa Mungu. Na hatimaye huyu mama aliponyoka kwenye ule mtego wa madeni katika jina la Yesu. Soma katika Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13. Biblia nasema, jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lile la kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwa kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema pamoja na lile jaribu atafanya mlango. Habari njema ndio hii, kila mara adui anapokuja na jaribu, na leo kuna mtu anateswa na jaribu la madeni. Kila adui anapokuja na jaribu la madeni, nataka ujue lile jaribu linakuja na mlango wa kutokea. Na leo ninakuombea katika jina la Yesu, unaponyoka kwenye huo mtego wa madeni, ninaona mlango ukifanywa mbele yako na unatoka katika jina lipitalo majina yote. Mungu anaweza kukufanyia mlango wa kutokea. Huenda hata mali zako zote zikiuzwa leo hautaweza kutoka, lakini habari njema, Mungu atakufanyia mlango wa kutokea katika jina la Yesu Kristo. Ninapanda hili neno katika moyo wako ya kwamba Mungu anaweza kukutoa kwenye madeni. Majuzi kuna mama mmoja alinifuata nikiwa Dodoma, kwa moja wa matawi yetu Dodoma, akiwa na kilio cha madeni. Amedhalilishwa, anafanya kazi nzuri, lakini alijipata tu kwenye madeni, na haya madeni yamepelekea nyumba yake ilikuwa inaenda kuuzwa, imechorwa kabisa, inakwenda kupigwa mnada na madeni ya watu wengi. Kaja akaniambia, mchungaji, nimeteswa na madeni, hata mahali pangu pa biashara siwezi kwenda, maana ninaonekana kama kinyaa. Watu wanakuja kuniaibisha, nifanyeje mchungaji? Nilimpa maelekezo katika jina la Yesu, kampa maelekezo kama Roho wa Bwana alivyoniongoza. Nikamwambia aende aorodheshe madeni yake yote kwa kalamu, aandike kila mtu anayemdai na kiwango anachodaiwa. Kamwambia nenda uandike, maana Biblia inasema walimshinda, Yesu alimshinda shetani na kilichoandikwa. Kamwambia nenda uorodheshe madeni yako yote, na baada ya kuyaorodhesha ukayajua ni kiwango fulani, kila asubuhi nataka uyasemesha hayo madeni ya kwamba unalipika katika jina la Yesu. Simple. Hayo ndio maelekezo niliyompa. Na siku ya pili tena akanipigia simu, akaniambia, baba, madeni. Nikamuuliza, je, umefanya nilichokuelekeza? Akasema bado. Nikamwambia, hauko tayari kufunguliwa. Mara moja akafanya nilichomwelekeza, akaanza kuandika mara moja na akaanza kusemesha yale madeni ya kwamba yanalipika. Haikuchukua miezi miwili. Nisikilize ndugu mtazamaji, amenipigia simu juzi, madeni yote aliyokuwa nayo yamelipika. Hajui, haelewi ni namna gani. Hata nyumba ambayo ilikuwa inapigwa mnada tena haipigwi mnada. Mungu ameyalipa yote. Kwa njia gani? Kwa msaada wa Bwana. Mungu atakufanyia mlango wa kutoka. Kila mara Mungu ana hekima ya kuwatoa watu wake katika mitego ambayo adui anaweka ndani. Sikiliza ndugu mtazamaji, madeni yamekuwa moja ya pigo kubwa katika maisha ya watu wengi. Wengi leo, nataka ujue mtu wa Mungu ya kwamba kilio cha wengi leo ni madeni. Madeni, haujui namna uliingia ndani. Mama mmoja alinishuhudia, alikuwa mshirika wetu, alienda China kufanya biashara. Alipokuwa China akalemewa na kama milioni 5. Akaagiza rafiki yake amkopeshe huku. Alipomtumia zile milioni 5, amelipa zaidi ya karibu milioni 20 ama karibu 30 kutokea milioni 5 riba. Kwa nini? Kuna roho ilikuja na zile milioni 5 na ikataka kumfilisi yule mama. Kama si kukimbilia madhabahu ya Bwana, angefilisika na leo asingekuwa anafanya kitu. Ninakuombea leo, kila mtego wa pesa ambayo ulipewa na mtu lakini haikuwa na lengo jema, ninakuombea leo Bwana akuokoe na huo mtego katika jina la Yesu.
Habari njema ndio hii ndugu mtazamaji, ninapokaribia kumalizia, ya kwamba Mungu ana njia ya kuwatoa watu wake katika madeni. Madeni sio kitu cha wewe si wa kwanza. Toka siku za Biblia watu wamekuwa kwenye madeni na Mungu akawafanyia njia ya kutoka, na leo atakufanyia wewe njia ya kutoka katika jina la Yesu. Mungu hapendi watoto wake wawe watumwa wa watu wengine. Ndio maana wakati Israel walijipata ndani ya madeni, Mungu akatengeneza strategy, akatengeneza mkakati sawasawa na lake ili kuwatoa watu wake. Kusoma katika Kumbukumbu la Torati 15 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 2, anasema kila miaka 7 mwisho wake fanya maachilio. Haleluya. Mstari wa 2 anasema na jinsi ya maachilio ndio hii: kila mkopeshaji na akiachia alichomkopesha mwenziwe, wala asimlipize mwenziwe wala ndugu yake, kwa kuwa imepigwa mbio ya maachilio. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna kitu kinaitwa mbio ya maachilio ambayo Mungu alikuwa akitangaza. Haijalishi ni nani anakudai, haijalishi unadai nani, lazima uachiliwe. Na usiku wa leo nimekuja kutangazia mtu hapa ya kwamba Mungu anakuleta kwenye majira yanaitwa kipigo cha mbio ya maachilio. Na mbio ya maachilio ikipigwa, kuna mambo yanatokea. Haijalishi unadaiwa ama unadai kiasi gani, lazima kiachiliwe. Na sifeshi tu wale ambao wanadaiwa, lakini pia ninakusemesha wewe unayedai na adui amesema hata kulipa. Nataka nikuambie, mbiu ya maachilio ikipigwa, upande zote zinapata favor. Ninakuombea leo katika jina la Yesu ya kwamba mbio ya maachilio itapigwa. Na leo ninakuja kama mtumishi wa Bwana na kwa ofisi aliyonijalia Bwana kutangaza majira mapya ya kuachiliwa kutoka kwenye madeni katika jina la Yesu. Na unisikilize, mbio ya maachilio ikipigwa, kuna mambo yanayotokea. Cha kwanza, Mungu anaachilia kibali cha kufuta madeni. Yaani kibali cha Bwana kinakuja katika maisha yako. Watu watakupa kila ambacho kitatosha wewe kuondoa yale madeni. Mbio ya maachilio ikipigwa, mlango mmoja unafunguka na hayo madeni yote yanalipika. Ninakuombea leo katika jina la Yesu, mlango ufunguke na hayo madeni yote yapotokomee mbali katika jina la Yesu. Mbio ya maachilio ikipigwa, jambo lingine ni gani lafanyika? Wale ambao wanakudai, Mungu anawasukuma wakufungue. Kuna watu nimeombea na wakafutiwa madeni makubwa ambayo hawakutarajia yanaweza kufutika, lakini ghafla Mungu anafanya njia, and then yule anayekudai anakufutia madeni. Ninakuombea katika kipindi hiki, wengi mnaonitazama, Mungu anakuleta kwenye majira ambayo madeni yatafutiwa kwa njia isiyo ya kawaida katika jina la Yesu Kristo. Namba 4, mbio ya maachilio kipigwa, kuna miujiza inaachiliwa, na hata kidogo ulichokuwa nacho Mungu anakipulizia baraka za Bwana, and then kinakuwezesha wewe kulipa yale madeni. Mbio ya maachilio ikipigwa, nisikilize ndugu mtazamaji, hata wewe unayedai, yule ambaye unamdai atawezeshwa kwa njia muujiza kuyalipa yale unayohitaji. Ninakuombea leo unaposikiliza neno hili, acha mbiu ya maachilio ipigwe na utoke kwenye hayo madeni kama yule mama alivyotoka katika jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Ninakuombea leo, kila mnyororo wa madeni uliokukamata, iwe ni mizimu ya ukoo ambayo imekataa usifanikiwe, iwe ni uchawi ambao umekusukumia wakataka ushuke chini kiuchumi, leo ninatangaza mbiu ya maachilio. Mbiu hii kiachiliwa, nisikilize ndugu mtazamaji, hakuna anayeweza kupinga wakati Mungu wa mbingu amekusudia kukutoa katika jina la Yesu. Nao nisikilize ndugu mtazamaji, wengi ninawaona ng'ambo, mmelipa tayari madeni. Wengi naona ng'ambo, Bwana amefanya njia na mlango wa kutoka kwenye hayo madeni. Na unapotoka kwenye hayo madeni, na unisikilize kwa makini ninapokupa haya maelekezo ya muhimu katika jina la Yesu. Mungu anapokutoa kwa madeni, ambayo ninaamini baada ya usiku wa leo wengi mnaanza kutoka kwenye hayo madeni, maana milango imefunguka usiku wa leo katika jina la Yesu. Na unisikilize kwa makini, cha kwanza, anza kumweka Mungu mbele inapokuja kwenye masuala ya uchumi wako.
Mithali sura ya 3 mstari wa 9 na wa 10. Anasema umheshimu Bwana kwa mali yako na malimbuko ya mazao yako. Mstari wa 10 anasema ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Hakikisha kwamba unamheshimu Bwana kwenye eneo la uchumi. Tunapozungumzia, Biblia inazungumzia zaka. Zaka ni heshima ya Mungu. Mungu anapokupa cha kwako, anaweka cha kwake ndani. Unapomrudishia zaka, umemheshimu, na hicho itahakikisha kwamba ghala lako halipungui, linajazwa kila mara. Kwa nini? Kwa sababu ya heshima. Aibu, madeni yanaleta aibu, na njia pekee ya kuepukana tena na aibu ya madeni, jifunze kumheshimu Bwana na sehemu yake. Namba 2, jifunze nidhamu ya fedha. Jifunze nidhamu ya fedha. Ishi kiwango chako kwa kila mara. Usiishi kwa nyumba ambayo unahitaji kufunga na kuomba kulipa pango. Ishi kiwango chako, vaa kiwango chako, kula kiwango chako. Ni kaburi tu linaanzia juu kwenda chini, lakini kila kinachokuwa kinaanzia chini kwenda juu. Hakikisha unaishi kiwango chako. Timotheo wa kwanza 6:6 hadi 8, Biblia inatuambia, anasema walakini utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Mstari unaofuata anasema kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu. Mstari wa 8 Biblia inatuambia, anasema ila tukiwa na chakula na nguo tukaridhika na vitu hivyo. Jina la Bwana libarikiwe. Ridhika, mtu wa Mungu. Usiishi oversize. Kula unachoweza. Ishi maisha yako kulingana na size yako, ili usijisukume tena kwenye madeni. Namba 3, jiepushe sana na hii roho inaitwa roho ya kutapanya. Usiwe mtapanyaji. Usinunue vitu ambavyo hauhitaji. Ishi moderately. Adui asikusukume kufanya vitu ambavyo hatimaye vitakuangusha kwenye madeni. Hata Yesu mwenyewe alifundisha katika Yohana sura ya 6 mstari wa 12, baada ya kuwalisha watu 5,000 kwa mikate, baada ya kushiba. Hakuna wakati mbaya kama wakati ambapo mtu ameshiba. Anasema waliposhiba aliwaambia wanafunzi wake, kusanyeni vipande vilivyobaki kisipotee chochote. Kuna mtu ambaye ameshiba, ambaye akili ni kama kushiba kunaharibu akili ya watu. Hatimaye unaharibu na hatimaye unaingia kwenye madeni. Baada ya Mungu kutoa kwenye madeni, please jiepushe na roho ya kutapanya. Jina la Bwana libarikiwe. And then mwisho, hakikisha kwamba Mungu anapokufanikisha, iweke kazi ya Mungu mbele. Iweke kazi ya Mungu mbele. Kila mara unapopuuza kazi ya Mungu, Mungu anakupuuza kwenye shida zako. Hagai 1:4-6 Biblia inatuambia nini? Anasema, je, huu ni wakati ambao ninyi mnakaa katika nyumba zenye kupambwa na mbao, iwapo nyumba hii inakaa katika hali ya kuharibika? Mstari unaofuata anasema, basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Mstari unaofuata, mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo, mnakula lakini hamshibi, mnakunywa lakini hamjazwi vinywaji, mnajivika nguo lakini hapana unaye moto, na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kutia katika mfuko uliotoboka toboka. Kwa nini? Kwa sababu mmeacha kujali nyumba ya Bwana. Mungu anapokufanikisha kuanzia leo, hakikisha katika jina la Yesu ya kwamba unaiweka kazi ya Mungu katika moyo wako. Hapo kanisani, hapo unapoabudu, au kama hauabudu popote, leo ninakuombea katika jina la, unapoingia kanisani, iweke kazi ya Mungu mbele, na nisikilize, hautakuwa tena mhanga wa mtego huo katika jina la Yesu. Ninakuombea ninapomaliza, deni kubwa ambalo kila mmoja wetu alikuwa nalo na nalo ni deni la dhambi. Na leo hii ninakuletea Yesu ambaye anaweza kulipa deni moja na likamaliza deni la rohoni, deni la dhambi. Yesu Kristo amekuja ili kutulipia lile deni. Na kuombea leo wewe ambaye hujaokoka, ninapomaliza kipindi hiki, ya kwamba kuna mmoja anaweza kulipa hilo deni, aliweza kulipa hilo deni, na ukimpokea leo, lile deni la dhambi linalipwa, na deni la dhambi likalipwa, utakutanishwa na Mungu anayeweza kuondolea hayo madeni. Ungependa kumpa Yesu maisha yako? Rudia nyuma yangu kabla sijaomba kwa ajili ya wote wanaoteswa na madeni. Rudia nyuma yangu haya maombi na umkaribishe Yesu moyoni. Sema, Bwana Yesu, naja kwako leo, ninatubu dhambi zangu, ninaomba unisamehe. Karibu moyoni mwangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Yesu kwa kuniokoa, katika jina la Yesu, amen.
Amen. Karibu katika familia ya Mungu. Umeokoka leo na dhambi zako zimesamehewa. Ninakuombea rehema za Bwana. Ninaomba jina lako liandikwe katika kitabu cha uzima wa milele, na siku Yesu anakuja uwe mmoja watakaomlaki katika jina la Yesu. Na kuelekeza leo, Mungu akusaidie. Kuna makanisa mengi mazuri hapo mahali ambapo upo. Kuna kanisa karibu na wewe, please hakikisha umeenda pale. Uko hapa Dar es Salaam, tunakukaribisha Redeemers Assembly Church Mission. Umeokoka leo, unatafuta mahali pa kuabudu, ni moja ya makanisa mazuri ambaye hautajuta kwa sehemu yake. Lakini popote ulipo kuna makanisa, hakikisha umeenda kanisani Jumapili hii na uweze kujitambulisha kwa mchungaji, useme nimeokoka kupitia Redeemers Hour. Utapokelewa katika familia iliyookoka na utaendelea katika safari hii ya wokovu unapoendelea kutazama Redeemers Hour katika jina la Yesu. Haleluya. Ninakwenda kuomba, na ninapoomba usiku wa leo nitaomba uniandikie ujumbe huu. Andika, Bwana nifanyie mlango wa kutoka kwenye haya madeni. Na unapoandika huo ujumbe, nataka ujue ya kwamba Mungu anatazama hayo maneno. Na ninakutabiria leo, kabla siku 40 hazijaisha, wengi mtakuwa mmenishirikisha ushuhuda wa kutoka kwenye madeni. Ninatangaza siku 40 za kutoka kwenye madeni sugu. Andika tu, Bwana nifanyie mlango wa kutoka kwenye haya madeni. Haijalishi kiwango licho nacho, wewe andika haya maneno. Ninakuambia kinabii, Mungu anapokwenda kuyaona haya maneno, Mungu akusikie. Hayo maneno ya kuletea ukombozi katika jina la Yesu Kristo. Nyosha mkono wako. Ninaombea wote wanaoteswa na madeni na wagonjwa mara moja kabla sijamaliza muda wangu. Nyosha mkono wako kuelekea runinga yako. Baba, katika jina la Yesu, unasema jaribu hatupati isipokuwa la kawaida. Unasema na kila jaribu linapokuja linakuja na mlango wa kutokea. Sasa Baba, ninaomba muonyeshe mwanao mlango wa kutoka kwenye haya madeni. Hata dalilishwa, hata aibishwa na haya madeni tena. Baba, ninatangaza kutoka kwake kwenye haya madeni. Haijalishi huu mtego ametumia nini kumfunga. Leo ninatangaza Mungu akutoe kwenye huo mtego wa madeni. Mungu akutoe. Ninatangaza siku 40 hazijafisha. Ninakutabiria leo, Mungu anakufanyia mlango wa kutoka. Kila kamba walizotumia kukufunga kwenye hayo madeni, ninazikata katika jina la Yesu. Ninamwombea mgonjwa unayenitazama, unaponyosha mkono wako kuelekea runinga hii, pokea nguvu ya uponyaji. Hautakufa bali utaishi. Wewe ulio hospitalini, pokea uzima katika jina la Yesu. Mungu akubadilishie hiyo taarifa ambayo madaktari wamekuandikia. Bwana ipindue leo, Bwana ipindue leo. Pokea uzima, marejesho ya afya katika jina la Yesu. Karuske paligadaba. Pokea uzima, pokea marejesho. Mama unalia, unahitaji mtoto, ninakubariki leo. Aliwabarikia akasema zaa. Ninakutabiria mwakani majira kama haya utakuwa umepakata wakwako. Pokea leo katika jina la Yesu. Ninaona wengi wakitabasamu, naona wengi wakicheka, maana hatimaye Bwana amewatoa kwenye ule mtego. Umevunjika nawe umeokoka. Jina la Bwana libarikiwe. Hadi wiki ijayo, ukinipa ushuhuda wako wa kile ambacho Mungu amekutendea, please andika huo ujumbe, Bwana nifanyie mlango wa kutoka. Una sadaka ungependa kukibariki kipindi hichi, Mungu akubariki na hiyo sadaka yako katika jina la Yesu. Ikuondolee madeni kwa jina la Yesu. Amen. Hadi wiki ijayo, ni mchungaji Emmanuel Simiyu Mchuta nikikuletea Redeemers Hour kutoka hapa Redeemers Assembly Church Mission, Kimara, Dar es Salaam. Amen. Amen.